Murunga, leo kwenye Film Sport tunataka tugusie swala ambalo wamefanyiwa klabu kutokea hapa Tanzania, Young Africans. Bwana, paka mdao tunafahamu kwamba Yanga wapo nchini. Umeona bwana? Yanga wapo zao huko Algeria. Yeah. Na tukio ambalo limefanyika kiufupi, zile clip ziliweza kuwashtua wa Tanzania wengi sana, kwa sababu sina mimi ile mambo umepitwa na wakati. Yeah. Bwana, Yanga walifika airport pale nchini Algeria, lakini kuna vitu wakawa wanafanywa. Mwisho siku mizigo yao wakawa havionekani. Umeona bwana? Mwisho siku Yanga kabidi ile jambo walisimamia, wakaona kama kuna kitu hakiko sawa. Yeah. Na kwa bahati nzuri walikuwa wapo safari moja pale airport, klabu kutoka South Africa, Mamelodi Sundowns, nao walifika. Yanga ikabidi wafanye ushirikiano na viongozi wa Mamelodi Sundowns ili kulika ile swala sawa. Na katika kuchunguza walikuta mabegi ya Yanga yanapelekwa store airport. Kuuliza, nasema kwamba labda mizigo si tuliona wenyewe hawapo. Hizi ni miongoni mwa fitna ambazo nchi za Kiarabu wapo nazo. Mimi naweza ngasema kwamba mambo yashapitwa na wakati. Sasa hivi sayansi ya mpira ipo pale kwenye pitch. Hili swala umelipokeaje Murunga? Tukizungumzia timu nyingi kutoka ukanda wa magharibi, nikimaanisha katika nchi za Kiarabu, tukiongelea Misri, Morocco, lakini pia alkadhalika Algeria, Tunisia, nchi ambazo zimekuwa zikiwekeza sana katika figisu za nje ya uwanja kuliko zaidi ndani ya uwanja, kwa sababu ukiangalia tukiongelea wa JS Kabylie, tukiangalia katika mechi yao ya kwanza ya hatua makundi, waliweza kupoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo hii inaenda kuwa mechi yao ya pili katika kundi lao ambao wanacheza na Yanga ambaye tayari alishashinda katika game yake ya kwanza. Kwa hiyo wanajaribu kuwatoa mchezoni mapema tu kabla haijafika siku husika ya mechi, ili mradi kuwatolea ile tension ya mchezo waweze kufocus kwenye vitu vingine vya nje. Tumeona kwamba jana Yanga aliweza kuwasili pale nchini Algeria, lakini kwa mujibu wa afisa habari wao Walikamwe, amesema kwamba wamekaa zaidi ya masaa 4 airport wakisubiria mabegi ya vifaa pamoja na jezi. Akisema kwamba mabegi ya wachezaji pamoja na makocha yote yalikuwa tayari yashatolewa, lakini wakati wanasubiri mabegi ya vifaa yaweze kukaguliwa, wakawa wanasubiri, wanaambiwa bado mzigo wenu. Lakini muda wakawa unazidi kwenda, na katika kufuatilia wakaambiwa mizigo yao kama vile imepotea. Na tunajua kwamba Mamelodi Sundowns pia nao wapo nchini Algeria wakijiandaa na mchezo dhidi ya MC Alger. Lakini kama tunavyojua timu nyingi kutoka ukanda wetu huku wa kusini pamoja na Afrika Mashariki zimekuwa na ushirikiano sana, kwa hiyo wakaweza kushirikiana na hatimaye wakaweza kupata mizigo yao. Lakini kitu hiko ambacho kimetokea kimeathiri vitu vingi. Tukimsikiliza afisa habari wa Yanga Alikama, amesema kwamba kutokana na muda waliopoteza airport imewasababishia kuweza kucancel mazoezi yao ya jana ambayo ilibidi waweze kuyafanya. Kwa hiyo tayari siku ya kwanza ya mazoezi ishakufa. Unaona ni kwa namna gani wanaweza kuwatoa mchezoni. Inabidi tu wafanye mazoezi madogo ya kuweza kuweka miili sawa na kufanya recovery kwa ajili ya kutoa uchovu wa safari. Kama tunavyojua safari ilikuwa ni ya muda mrefu. Wameweza kusafiri toka Jumatatu ndo wamefika jana. Kwa hiyo hii inaonyesha ni muendelezo wa vile vitu ambavyo walikuwa wamekuwa wakiendelea kuvifanya. Nikurudisha nyuma kidogo, katika mchezo wa finali kati ya Yanga dhidi ya USM Alger. Ni hapo nchini Algeria. Tuliweza kuona kwamba Yanga walikuwa wanasema katika eneo la hoteli ambayo walifikia usiku mmoja kabla ya mechi, kwa nje ilikuwa inapigwa mafataki usiku kucha. Ile ni kuwafanya wachezaji wasiweze kulala, waweze kuwa na uchovu, na pia kwa kama stress ya mchezo, yani kuwapotezea ile tension yao nzima kuelekea katika mchezo husika. Kwa hiyo tumeweza kuona kwamba huu ni muendelezo katika nchi za magharibi, kwamba wamekuwa na taratibu hizo mara kwa mara. Lakini kitu cha ajabu, wakija huku kwetu sisi huwa tunawatreat vizuri tu. Sawa. Na labda nikuulize swali tu, kwa haya yote ambayo sasa hivi ambayo yanaendelea katika soka la Afrika. Ni kusema kwamba tayari vilabu kutokea ukanda huu wa East Africa, hasa hapa Tanzania, Simba na Yanga, ni kwamba tayari vishaanza kuonesha ule ukubwa wao. Ni kitu ambacho kinapelekea mpaka mambo yote yanatokea. Mimi nachoamini taarifa za Yanga wanazo. Yanga pale sio mgeni. Umeona? Wanacha kujifunza kwamba hao watu walikuja kucheza finali
na tukaona watu walipopata tabu na walishinda pia licha ya yale mambo kubwa wa mashabiki. Mimi nataka kujua, labda mimi nauliza swali, huu ni kuwaogopa Yanga kuelekea katika mchezo wao ama mikaje? Of course naweza kusema yes. Yani wanaogopa pressure tayari na timu za huko. Timu zetu za huko. Kwa kipindi cha miaka hivi karibuni tumeweza kuona kwamba timu zetu zimekuwa ni timu tishio sana kwa timu za Waarabu. Tumeweza kuona Al Ahly tupu ana miaka zaidi ya 8 hajaweza kupata ushindi katika ardhi ya Tanzania. Ndio kuonyesha ni kwa namna gani tumeweza kuimprove kutoka tulipokuwepo mwanzo na tulipo sasa hivi. Kumbusha tukirudi katika miaka ya nyuma kidogo, tukiona ratiba tumepangiwa tuna watu kutoka Afrika Magharibi, ilikuwa tayari tunaamini kwamba tayari hapa shughuli yetu imeshaisha. Lakini kwa sasa hivi imebadilika, imekuwa kinyume, ni kwamba wao sasa ndio wanaofia kukutana na timu kutokea huku katika ukanda wetu. Kwa sababu tukiweza kuona Yanga katika ardhi ya Algeria sio mgeni kabisa. Kwa sababu alishaweza kufika pale ni miaka 2 nyuma au 3 kama sikosei, kwa 2023 ile anacheza finali ya kombe la shirikisho na USM Alger. Tuliweza kuona kwamba licha ya tempo kubwa ya mashabiki katika uwanja lakini haikuweza kuwatoa mchezoni Yanga, na tuliweza kuona waliweza kupambana na wakaweza kupata ushindi wa goli 1-0, lakini japokuwa haikuwasaidia kuchukua kombe kutokana na goli aggregate, lakini pia goli la ugenini liliweza kuwafavor USM Alger. Kwa hiyo tayari imekuwa ni kama alarm kuelekea katika mchezo huu kwa upande wa JS Kabylie. Wameweza kuona kwamba hii timu ni timu ambayo wamejipanga. Ukiangalia quality ya wachezaji, pia wana wachezaji wenye quality kubwa ambao wanaweza kucheza mchezo katika uwanja wote wenye tempo yoyote. Tukimzungumzia mchezaji kama Pacome Zouzoua, uwezo ukamtisha tena sasa hivi kabisa. Yani sio Pacome, tunaweza kusema kikosi kizima cha wachezaji ambao wana experience ya kucheza mechi kubwa na zenye pressure kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho wanajaribu kukifanya ni kama tu kuatoa mchezoni mapema, ili mradi siku ya mechi waweze kupata afueni labda ya game, lakini kitu ambacho nakiona tayari viongozi wa timu zetu washaimprove, na kitu ambacho tunakiona sasa hivi kabla ya mechi huwa wanatuma mwakilishi kwenda kuweka mazingira sawa, ili mradi timu inapoenda ijulikane timu inaenda kufikia sehemu gani na timu inaenda kufikia katika mazingira gani. Kama tunavyojua miaka ya nyuma ilikuwa timu mwenyeji yeye ndo ana haki ya kukuandalia wewe eneo la kufikia, lakini pia usafiri, lakini kwa sasa hivi sio lazima. Kama wewe mwenyewe unaona unajimudu, unaweza ukasema bwana, mimi nitafikia hoteli fulani katika mazingira fulani, kila kitu utajihudumia wewe mwenyewe. Sawa, Murunga, tukielekea ukingoni kwenye Film Sport. Licha ya hizi drama zote ambazo Yanga wamefanyiwa pale airport. Cha kuwashauri kuelekea katika mchezo, licha ya hizi figisu zote, wa focus kwenye kitu gani ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ambayo waliyapata kwenye mechi ya mwisho ambayo walicheza pale visiwa vya Zanzibar? Kitu ambacho naweza nikawashauri Yanga kwa hivi sasa ni kwamba wasitoke tu mchezoni. Yani hizi figisu za nje ya uwanja zisiwe sababu za wao kuwapotezea lile lengo lao husika ambalo wameenda kulifuata kule. Kama tunakumbuka kikosi kikiwa katika airport ya Dar es Salaam wakiwa wanasafiri, na mnukuu kocha wa Yanga aliweza kusema kwamba yeye sehemu yoyote anapocheza huwa anaenda kucheza kwa ajili ya kutafuta ushindi, na sio kwamba anaenda ugenini kwa ajili ya kutafuta sare wala kupoteza. Kiasi kwamba unakosa ushindi ndio walau kwamba sare kidogo itakuwa angalau, lakini sio kupoteza mchezo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Yanga wameenda Algeria kwa ajili ya kutafuta pointi 3, na sio kitu cha ajabu kuona katika Yanga kushinda katika game za ugenini, kwa sababu tumeweza kuona katika misimu kadhaa nyuma wamekuwa na rate nzuri sana ya ushindi katika viwanja vya ugenini zaidi kuliko katika viwanja vya nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Yanga ni timu kubwa, ni timu ambayo sidhani kama propaganda ndogo kama hizi zinaweza zikawatoa kwenye reli na kuwasababishia wapoteze focus ya mchezo wao. Kwa hiyo naamini kwamba kabisa wao viongozi wanajua nini cha kufanya. Kama tunavyoona, licha ya kwamba walicheleweshwa airport, lakini hawakuamua siku yao ife hivi. Tuweza kuona wakachukua wachezaji na kuwapeleka gym kwa ajili ya kuweza kufanya recovery. Unaona ni kwa kiasi gani viongozi wamekuwa matured kwa kiasi kikubwa kabisa. Wameona kwamba tumepoteza muda wa kufanya session ya mazoezi ya usiku. Kwa hiyo cha kufanya sio tena wachezaji waende wakapumzike, kwa sababu tumetoka safari ndefu yenye uchovu, inabidi twende gym kwa ajili ya kufanya recovery kwa wachezaji ambao
kwa wachezaji wote ili kuweka miili yao sawa, na tumeona kwamba kwa siku ya hii ya leo ndo wataanza rasmi za session zao za uwanjani. Naam. Okay. Cha kumalizia tuangalie kundi la Yanga. Hili ni kundi B. Yes. Katika yale makundi ya klabu bingwa hapa barani Afrika. Yeah. Kundi lipoje mpaka muda huu? Ahali alishinda mechi yake. Yes. Yeah. Yanga alishinda mechi yake. Hebu kundi lipoje? Ukiangalia hadi sasa, kwa sababu mechi zilizochezeka ni mechi moja tu, kwa hiyo inakuonyesha ni kwamba bado kundi liko wazi. Uweze ukaanza kusema kwamba Yanga tayari anaenda robo finali kwa kushinda mchezo mmoja, kwa sababu tumeona kwamba kundi lina mechi 6 na unatakiwa upate walau pointi 9 kuendelea. Kwa hiyo bado Yanga hatakiwi kuboteka kwamba tayari wameshinda mechi moja, inabidi ile mechi wa boost na kuongezea confidence ya kuweza kutafuta pointi nyingine na zaidi, kwa sababu tukiangalia hali ya kundi kwa hivi sasa tunaweza kuona kwamba Al Ahly anaongoza akiwa na pointi 3, lakini goal difference akiwa na goal difference ya 3, kwa sababu waliweza kushinda goli 4 na kuruhusu goli 1. Lakini pia Yanga yuko nafasi ya pili akiwa na pointi zake 3 na goal difference ya 1, lakini pia FAR Rabat yuko nafasi ya 3 akiwa na pointi 0 na hasi 1, lakini pia JS Kabylie wanaburuza mkia kwa sababu wameruhusu goli nyingi. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani bado kundi liko wazi. Kwa hiyo hata wao JS Kabylie wanaweza yani wametolea macho mchezo huu dhidi ya Yanga, kwa sababu wanaamini kwamba hii ndio point of return kwa upande wao, kwa sababu wanaamini kwamba wakishapoteza mechi hii itakuwa tayari umesha lose pointi 6 katika pointi 18. Kwa hiyo unapambania tena pointi 12. Ni katika hata kama mpira ni hesabu, lakini hesabu zako sasa zinakuja kuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo Yanga kitu ambacho wanatakiwa kukifanya, wapambani wasipoteze mchezo. Kama wana uwezo wa kupata ushindi wapate, lakini pia kama wamekosa wapambania hata sare, kwa sababu nikiangalia JS Kabylie sidhani kwamba atakuwa mpinzani mgumu mbele Yanga zaidi ya FAR Rabat, kwa sababu hata nikiangalia katika mchezo ambao alicheza dhidi ya Al Ahly, ni timu ambayo naweza kusema kwamba walicheza kawaida sana. Siwezi kusema labda pressure ya mchezo iliwazidia, lakini pia yani katika ile the way walivyokuwa wanacheza walikuwa unaona kabisa walikuwa marking yao ilikuwa mbovu, build up ya mashambulizi ilikuwa mbovu, yani walikuwa uoni kabisa kwamba wanaweza wakafanya kitu chochote katika mchezo ule. Ukiangalia katika kiungo chao Babacar Sall aliweza kupotezwa vibaya sana na Aliou Dieng pale kati, lakini pia katika kiungo mshambuliaji kuna yule mchezaji ambaye alikuwa Singida Black Stars msimu uliopita, Osabada kama unamkumbuka, alimkumbuka pia na klabu ya ndio yupo huko Kabylie, na yeye ndio kiungo wao pale mchezaji. Lakini tukiangalia katika game dhidi ya Al Ahly aliweza kupotezwa vibaya mno. Lakini pia tukiangalia katika game ya Yanga dhidi ya FAR Rabat tuweza kuona ni kwa namna gani Yanga walipoweza kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia tunaweza tukamsifia goalkeeper wa FAR Rabat kwamba siku aliamkia upande mzuri, kwa sababu tuliweza kuona alikuwa na save 8 katika mchezo. Imagine save 8 ni nyingi sana. Kwa ukiwa na kipa wa kawaida anaweza consider hata goli 4 katika hizo save 8, kwa sababu Yanga waliweza kupiga jumla mashuti 15, lakini pia on target 9. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani Yanga walikuwa na performance bora sana dhidi ya FAR Rabat. Naam. Bana, sawa Maurunga, kilichobaki sasa hivi ni kusubiri mchezo kati ya Yanga na JS Kabylie, kwa sababu mambo yashaanza kuwa ya moto. Mapema sana. Haya mambo sisi tulishasahau kabisa. Haya mambo sisi tulishasahau tokea miaka ya 2012 huko. Ni ushamba. Ni ushamba. Basi sawa, hii ni Film Sport. Mimi naitwa Daniel Michael Maurunga akiwa kama mchambuzi katika Film Sport. Nyuma kamera alikuwa ni Gamba Gesh Gatuso, lakini pia sound engineer wanamuita Kijukuu wanamuita Morash. Okay, ndio kufunga bana. Basi sawa, Mohamed Maurunga, ulikuwa unaitazama Film Sport ya Film Online. Mimi naitwa Daniel Michael, lakini pia nyuma ya kamera alikuwa ni Gamba Gatuso, Gamba Gesh, lakini pia sound engineer alikuwa ni Morashi. Pia subscribe kwa hicho ambacho tulikuwa tunakiongelea juu ya haya mambo mazengwe mazito ambayo yamewakabili klabu ya Young Africa katika nchi ya Algeria baada ya kufika pale airport kufichiwa mabegi. Je, nadhani haya mambo yanastahili katika soka
la Afrika. Maana ya mambo tulishayasahau, lakini sasa hivi Waarabu wanaonekana bado wanazidi kuyafanya, na hii yote ni kutokana na uwekezaji ambao unazidi kufanyika katika mpira wa Tanzania. Timu ilikuwa ni bora sana mpaka inafikia hatua timu kubwa kutokea mataifa ya Uarabuni wanakuwa na ile attention ya kuwa na uoga. Basi si katika Fimu Sport ya Fimu Online tunafunga kama hivi. Mimi naitwa Daniel Michael, lakini pia pembeni yangu alikuwa Mohamed Morunga, nyuma ya kamera yupo Gamba Gesh Gatuso, lakini pia sound engineer anasomeka kama Morash Kijuku. Pia usahau kuweka ujumbe wako kutokana na hicho ambacho tulichokuwa tunakijadili hapa juu ya mchezo ambao Yanga anaenda kukabili pale katika nchi ya Algeria. Sisi tunaondoka mpaka pale baadaye. Bye bye.